Tunaarifiwa kwamba washukiwa wote 6 kwenye mauaji ya Albert Ojwang wamekana mashtaka ya mauaji hayo. Jaji wa mahakama ya Kibra Diana Kaveza sasa ataamua iwapo washukiwa hao wataachiliwa kwa dhamana au la wakati kesi hiyo itakaposikizwa tena. Mwanahabari wetu Seth Olale ana taarifa kamili. Babake na mamake marehemu Albert Ojwang walionana uso kwa uso na washukiwa 6 wa mauaji ya mwana wao walipofikishwa mahakama ya Kibra hii leo. Washukiwa wote 6 wakiwemo maafisa 4 wa polisi, OCS Samson Talam, James Mukwana, Peter Kimani na John Ngige Gitau, pamoja na raia Jean Abwao na Bran Jue, walikana mashtaka ya kumuua Ojwang usiku wa kuamkia tarehe 8 ndani ya seli katika kituo cha Central. Brian Mwaniki Njue, is it true or not true? You can sit. Washukiwa kupitia mawakili wao kisha waliomba mahakama iwaachilie kwa dhamana wakati kesi hiyo inaendelea. It will be a travesty of justice if the deponent is not put on the dock. The defense knows why. Hata hivyo, mawakili wa upande wa mashtaka, wakili wa familia, IPOA na chama cha mawakili LSK walipinga kuachiliwa kwa dhamana kwa washukiwa, wakisema kuwa uwezo wa kuingiliwa kwa ushahidi. For the hurting and grieving relatives, there will be already clear signals that if you are rich or otherwise endowed, you can always buy your way in court by way of cash bail. And I dare say also in the public domain, we have seen the demonstrations and riots, all seeking for justice. Aidha, mahakama ilielezwa kwamba mshukiwa wa 4 John Ngige Gitau alikuwa afisa wa polisi katika kikosi cha GSU na kwamba alikamatwa kutokana na uhalifu mwingine wa awali. Huku washukiwa wote 6 kwenye kesi ya mauaji ya Albert Ojwang wakikana mashtaka ya mauaji dhidi yao, upande wa mashtaka na mawakili wa washukiwa wameandaa mashahidi ambao watatoa kauli yao mbele ya mahakama. Seth Olale, runinga ya Citizen katika mahakama ya Kibra, Nairobi.